Kufuatia kauli ya Kihongosi, katibu mwenezi wa itikadi Chama cha Mapinduzi, aliyozungumza siku za hivi karibuni kwamba Jaji Warioba asiwe na chuki na viongozi. Sasa hili ni andiko la Alois Nyanda, mchambuzi wa masuala ya siasa, kufuatia kauli hiyo ya Kihongosi aliyokuwa akimtaka Jaji Warioba staafu vizuri. Nyanda ameandika, mzee Jaji Sinde Warioba ni waziri mkuu wa Tanzania 1985 hadi 1990 chini ya Rais Ali Hassan Mwinyi, na amekuwa makamu wa rais wa mahakama ya African Court of Justice, jaji wa mahakama ya rufaa ya Tanzania, mwanasheria mkuu wa serikali AG wa Tanzania, amekuwa waziri mkuu mstaafu, amepata kuwa mwenyekiti wa tume ya badiliko ya katiba. 1996 aliongoza tume ya kuchunguza rushwa Tanzania, na katika ripoti yake alisema jinsi mizizi ya rushwa serikalini, udhaifu wa mifumo ya uongozi. Hadi leo ripoti hii inatajwa kama kioo cha matatizo ya utawala bora. Mwenezi amemtaka jaji astaafu kwa heshima kwa kuwa amekwisha fanya kazi na amemaliza, anapaswa kupisha wenzake wafanye kazi. Yapi maoni yenu? Je, Sugu anaingia hapa? Amesema hivyo. Moja kati ya wadau ameandika, hivi wanapata wapi nguvu ya kumuonya mtu aliyewahi kuwa waziri mkuu na makamu wa rais? Mtu mwingine ameandika, tunamaliza na ile paragraph ya mwisho ya Sugu. Mtu mwingine ameandika, mbona rais mwingine hastaafu? Mtu mwingine ameandika, nyie hawa vijana hata kama mmewalea wenyewe, hebu waambieni wawe na heshima na adabu kwa wazee. Mtu mwingine ameandika, elimu inasumbua sana, hawa vijana hawajasoma. Wewe na Jaji Warioba, nani mwenye uelewa wa nchi hii? Mtu mwingine ameandika, mimi huwa nawaita ni okay, sawa, sio vizuri kutumia lugha mbaya hata kama mtu amekukwaza. Mtu mwingine ameandika, ngoja nitafute mwanasheria wangu kwanza kabla sijatoa maoni. Mtu mwingine ameandika, na uhakika wastaafu wote wamestaafu kwenye hili Kenani na kupinga. Mtu mwingine ameandika, Mheshimiwa mzee Warioba anaipenda Tanzania kuliko hawa vijana, njaa kali, hivyo tunamsikiliza na tunampenda mzee wetu Warioba. Mtu mwingine ameandika, mbona baadhi ya viongozi hawajastaafu? Mtu mwingine ameandika, mimi ni timu Warioba. Mtu mwingine ameandika, kwa nini kama yeye ni mshauri wa wastaafu asianze na mzee Msoga? Mtu mwingine ameandika, mtoto mleavyo. Mtu mwingine ameandika, anachoka sana mimi. Mtu mwingine ameandika, kwa hiyo ukikutana na rais usiongee chochote, kuwa umekutana na nani. Mtu mwingine ameandika, mwenezi, sawa, kauli kimsingi sio nzuri hapa, lakini ngoja nikupe pia nafasi ya kumsikiliza alichokizungumza. Swali la kwanza kuhusiana na Jaji Warioba, kwanza ni kiongozi wetu mstaafu wa serikali na alikutana na tume kama ambavyo unasema, lakini pia alikutana na Mheshimiwa Rais ambaye ni mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, na baada ya pale alikwenda kuzungumza na vyombo vya habari baada ya kufanyiwa nafikiri mahojiano. Sasa unaniuliza kwamba umesema kama chama ni nini msimamo wetu? Sisi msimamo wetu ni kuleta maendeleo kwa wananchi, kwa sababu huo ndio wajibu wetu kama chama. Wajibu wetu mkubwa ni kuhakikisha chama kinaenda kuleta maendeleo kwa umma kupitia serikali yake. Na chama chetu cha Mapinduzi ambacho ni chama cha Watanzania wote huwa hakijadili watu. Sisi tunajadili hoja na mambo ya msingi. Kwa hiyo kwa mzee wetu mzee Warioba, tunachoweza kusema au ninachoweza kusema kama msemaji wa chama, moja, tunamheshimu, lakini pili, astaafu vizuri. Astaafu vizuri kama ambavyo wastaafu wengine wamestaafu vizuri. Tulikuwa na waziri mkuu mstaafu Mheshimiwa Msuya. Sijui kama amewahi kufanya naye mahojiano yoyote. Amemaliza kazi yake, ameacha wengine waendelee na nini? Na kazi na utaratibu wa viongozi. Hata mzee Jakaya anamnukuu, aliwahi kusema siku moja kwamba yeye akiwa rais, mzee Mkapa alikuwa anakwenda Ikulu bila hata kupiga nini? Hodi, anaenda na anamshauri. Sasa unaweza ukastaajabu kwamba Mheshimiwa Warioba amekutana na rais, siku 4 hazijapita yupo tena mtandaoni. Sasa inasikitisha kidogo, lakini tunachomuomba kwamba astaafu vizuri, aendelee kupumzika, lakini asiwe na chuki kwa viongozi waliopo, kwa sababu ana uwezo wa kushauri na kufika katika mamlaka husika na kuweza kuishauri kwa hekima kuliko kwenda kulalamika kwenye mitandao, kwa sababu
Kiongozi unapolalamika kila siku mtandaoni, sasa unakuwa na maswali mengi. Kuna hoja moja alizungumza mfano kwamba polisi walimsimamisha wakamwambia nini. Sisi tunajua mstaafu yoyote, hata mzee JK mfano akipita na gari ana escort, hakuna polisi anaweza kusimamisha huo msafara. Sasa nyinyi mnaweza mkajua ni kweli alisimamishwa au hakusimamishwa. Mimi nisiongee zaidi, lakini tunamuomba tu, kuna mheshimu astaafu na aache ulalamishi. Asante.